kile kitabu kingine, katika kitabu cha Luka. Tunatoka katika unabii kuingia sasa katika Masihi huyo. Tunaona ni nani? Luka chapter 1 verse 35. Luka mstari wa Luka 1:20 ngapi? 35 inasema malaika akajibu akamwambia Roho Mtakatifu atakujia juu yako. Roho Mtakatifu atakuja juu yako na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama nguvu zake aliye juu zitakufunika. Hiyo anaambia Mariamu sema kwa sababu hiyo hicho kitazaliwa kitaitwa kitakatifu. Hicho ambacho kitazaliwa kitakuwa kitakatifu. Ndio ni Mariamu mamake Yesu. Kitaitwa kitakatifu mwana wa Mungu. Kitaitwa kitakatifu mwana wa Mungu. Sawa, tuende katika Yohana 6:2. Bado tunasoma katika hili ni nabii bado. Yohana 1:1-3. Yohana 1:1-5. Huko uende tena 14. Inasema hapo mwanzo kulikuwa neno, hapo mwanzo kulikuwa neno ambalo tunalisoma katika nabii. Naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno lilikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako, kwa Mungu. Yote ilifanyika kwa huyo. Wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Umesema ni Luka 16:14. 14. Inasema aje? 14 inasema naye neno alifanyika mwili. Naye neno alifanyika mwili kwa mapenzi ya Mungu. Naye mambo hili ambalo tumesoma katika nabii ilifanyika mtu. Naye neno alifanyika mwili. Akakaa kwetu. Nasi tukauona utukufu wake. Utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba. Utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba. Amejaa neema na kile Yesu anakueleza alitoka kwa nani? Inasema kwa Baba, ambao tunamwita mwana wa Mungu. Asante Mungu. Kile neno nasema. Nasema 14 ilivyokuwa. Sawa. Kwa sababu naona Mungu wangu anaona kusoma katika kitabu ambacho kinaitwa Waefeso. Kitabu cha Waefeso. Waefeso ngapi? Waefeso. Kama Waefeso sura ya Filipi. Na Filipi mbili. Wafilipi mbili. 6-8. Wafilipi 2:6-8. Wafilipi 2:6-8. Inasema ambaye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu. Naye hakuona kuwa sawa na Mungu. Hakuona kuwa sawa na Mungu. Huo ni kitu cha kushikamana nacho. Bali alijifanya kuwa hana utukufu. Alijifanya kwamba hana utukufu kabisa. Akatoa namna ya mtumwa. Akasema vizuri. Akatua hapa chini ulimwenguni kwa Baba. Akatoa namna ya mtumwa. Akawa ana mfano wa wanadamu. Ameacha kuwa Mungu, ameacha kuwa mtumwa, ameacha kuwa Mungu, akawa mtumwa ambaye anafanana tu mwanadamu. Sama kwa makini maliza. Niendelee? Maliza. Akawa mfano wa wanadamu. Tena anaonekana ana umbo kama mwanadamu. Alipoonekana tena, alipovuliwa kwamba ameonekana kama mwanadamu, akafanya nini? Alijinyenyekeza, akanyenyekea zaidi, akawa kama nani? Akawa mtii hata mauti. Naam, mauti ya msalaba. Imagine, alikuwa na namna ya Mungu, alikuwa kama Mungu, ameacha kuwa Mungu, amejinyenyekeza mpaka akawa mtumwa, ameacha kuwa mtumwa.
kwamba yeye ni mwanadamu tena, akajinyenyekeza zaidi mpaka akachukua kwa mabauti ya msalabani. Sawa, tuseme katika Wagalatia hii Biblia leo ndio utapata kwa kweli 2:2. Wagalatia 2:2. Wagalatia njeroni hapa mnaita mwalimu wenu anataka watumie Wagalatia kwa wapi? Wagalatia mbona wanatoka? Tamani kidogo tu watafutia hao Wagalatia. Mbona hii wangu leo ndio nashinda kufungua kitu haraka. Lakini si neno. Wagalatia wanasema ngapi? 2:2 nasema hapo. Wagalatia 2:2. Wagalatia wa Korintho. Hapa kuna Warumi, Matendo. Samahani bwana. Kwa wangu watafuta Wagalatia. 2:2 nasema samahani inasema nami nilikwenda kwa kuwa nilifunuliwa. Nikawaeleza injili ile nilihubirio katika mataifa. Lakini kwa hao viongozi waliopitika, ikiwa labda napiga mbio bure. Hiyo inasema nani? Wagalatia 2:2. Kama muda wangu umeisha. Haya, mwalimu, hebu mchunguze kijana. Unajua ameunganisha mada karibu 20. Kwa dakika hizi chache. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hii ni shida ya Ukristo. Mwalimu, subiri ni kusetia muda wako. Naam. Usije ama hebu tumia hapo. Kidogo tu. Ndio hapo. Imeanza. Nani? Shida ya Kristo ndio hii. Bwana kijana vile nao tapa yani hajielewi. Yeye alitangaza mada jana ya kwamba leo hii tunataka kujua Yesu ni nani. Sasa ametoa maandiko mengi ambayo haya maandiko mengi ni maandiko ambayo hata haijatufundisha kwamba Yesu ni nani. Haijafundisha Yesu ni nani. Sasa kwanza nimfundishe kitu. Ametoa kitabu cha Wafilipi 2:6. Wacha tumfundishe kidogo. Hebu nisomee Wafilipi 2:6. Nimfundishe Filipi. Wafilipi walikuwa huko nyuma 2:6. Ambaye mwanzo alikuwa yuko na namna ya Mungu. Mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu. Kwanza hii inasema ambaye mwanzo haijatuambia kwamba ni nani, lakini hebu tuendelea. Mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Akaona kuwa sawa na Mungu sio kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu. Akatoa namna ya mtumwa, akajishusha chini, akawa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa mwanadamu. Alafu akawa ana mfano wa mwanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alipoonekana kuwa ana umbo kama la mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti. Alijinyenyekea akawa mtii hata nini? Mauti. Hata mauti na mauti ya msalaba. Mauti ya msalaba. Tulia hapo mwalimu. Kwa hiyo kufikia hapo akatoa madai ya kwamba sasa anatufundisha huyo ya kwamba huyo ndiye Yesu. Lakini kitu ambao
kitu kimoja. Anayesema haya maneno sio Yesu mwenyewe, wala sio Injili. Anayesema haya maneno ni Paulo. Paulo ndiye anaongea haya maneno. Yeye ndiye anasema haya maneno, Paulo mwenyewe. Hebu sasa tuulize, wewe Paulo, wakati unaposema ya kwamba Yesu alikuwa yuna namna ya Mungu, hili jambo ni ya kweli? Wewe Paulo kweli unamjua Yesu? Mwamini? Naam. Nipe Wakorintho wa pili 12 anzia 1 mwalimu. Wakorintho wa pili ngapi? Wakorintho wa pili wa kwanza wa pili 12 mwalimu. Wakorintho wa pili 12 ngapi? 12 anzia kwenyewe. 12 naanza kwa mwanzo inasema, inabudi kujisifu. Paulo anayesema kwamba Yesu alikuwa yuna namna ya Mungu, anasema ya kwamba hana budi kujisifu. Inabudi kujisifu, hana budi kujisifu, ijapokuwa haipendezi, lakini nitasikia maono na mafunuo ya Bwana. Na hatafikia maono na mafunuo ya Bwana. Namjua mtu mmoja katika Kristo. Anamjua mtu mmoja katika Kristo. Yapata sasa miaka 14. Yapata sasa hata miaka 14 kwamba alikuwa katika mwili, sijui. Yani Paulo anasema kama Yesu alikuwa katika mwili, hajui kama Yesu alikuwa katika mwili. Ndio. Endelea. Kwamba alikuwa nje ya mwili. Kama Yesu alikuwa nje ya mwili, sijui, hajui. Mungu ajua. Kwa hiyo huyu mwenye hamjui Yesu anaambia Wafilipi ya kwamba mwanzo Yesu alikuwa ana namna ya Mungu. Hebu angalia, hamjui Yesu. Miaka 14 iliyopita hamjui Yesu. Sasa anaenda kwa Wafilipi, anaambia Wafilipi ya kwamba huyo Yesu alikuwa yuna namna ya Mungu. Akaona kuwa namna ya Mungu si sawa, akashuka akakuwa namna ya mtume. Akaona pia hiyo si sawa, akageuka kuwa mwanadamu. Mwanadamu pia akaona si sawa, akachukua msalaba kuwa mauti. Huyu Paulo kwa anasema hamjui, lakini mwalimu anasema kwamba alikuwa katika mwili, hajui. Kwamba alikuwa nje ya mwili, hajui. Mungu ajua. Sasa Mungu ndiye anajua. Sasa inafaa tumuulize Mungu, je, wewe Mungu, haya maneno ambao wanasema ya kwamba Yesu alikuwa namna yako ni maneno ya kweli? Hebu nisomee kitabu wa Isaya 24 kitabu cha Isaya 24:44. Naam, Isaya nampata muda si mrefu. Isaya 24:44. Naam. Haya. 44 hapo kijana mzuri anasaidia. 44 inasema. Naam. Mwalimu 44 hivi. 44. Pole kabisa. Naam. 44:24 inasema. Naisema mwalimu. 24 inasema. Inasemaje? Bwana mkombozi wako. Yeye amekuumba tumboni. Yeye anayeumba watu katika tumboni. Asema hivi. Anasema nini? Mimi ni Bwana. Yeye ni Bwana. Nifanyaye vitu vyote. Mungu anafanya vitu vyote. Nivitandaye mbingu peke yake. Yeye anatandaza mbingu peke yake. Na wala Yesu hayuko kule. Anatandaza vitu peke yake. Na nienezaye nchi. Anaeneza nchi. Ni nani aliye pamoja na yeye? Anauliza kwamba ni nani aliye pamoja na yeye? Nizitanguaye ishara za uongo. Tulieni anatambua ishara za uongo. Anakitatafu. Na mwalimu, na kuwatia waganga wazimu. Niwarudishaye nyuma wenye hekima. Kwa hivyo mwalimu, hapa tumepata ya kwamba Mungu anasema alipokuwa anaumba mbingu na nchi,
alikuwa peke yake. Lakini Paulo mwenye hamjui Yesu, yeye anasema kwamba Yesu alikuwa mwanzo alikuwa kama Mungu. Hebu tuangalie Yakobo ambao ni ndugu ya Yesu. Unasemaje kuhusu haya maneno? Kitabu ni cha Yakobo 1:18 mwalimu. Yakobo 1:18. Kwa hivyo Yakobo ni ndugu ya Yesu. Hakuna hata siku moja ambayo Paulo aliwahi tembea na Yesu. Sasa ni nani anasema? Pinga Yesu na kwa kupenda kwake mwenyewe. Inapita maneno. Inasema, ndugu zangu wapenzi, mlio katika mji wa Sindo, msidanganyike. Watu wasije wakawadanganya. Kila kutoa kuliko kwema, kila kutoa kuliko kwema, na kila kitolewacho kilicho kamili, na kile kitolewacho kilicho kamili kutoka juu hushuka kwa Baba wa mianga, Baba wa mianga, wake hakuna kubadilika. Mwenyezi Mungu hana sifa ya kuwa mtu kuwa mtume kubadilika. Kwa kivuli cha kugeuka. Mungu hana kivuli cha kugeuka. Leo wewe mtume, kesho hapo madamu, kesho kutwa ende msalabani akufie watu. Kwa Mwenyezi Mungu hakuna walimu. Endelea. Kwa kupenda kwake mwenyewe alituzaa. Kwake mwenyewe alituzaa sisi kwa neno la kweli. Tuwe kama limbuko la bunda, tuwe kama limbuko la viumbe vyake. Hebu tumuulize Yesu, wewe ni nani? 25:24 kitabu ni cha Yohana. Yesu, wewe ni nani? 25 ndio ya Yohana inasema. 25:24 Yohana. 5:24. Naam. Samahani mkeba. Inasema, anasema aminini mimi Yesu nawaambia. Yeye alisikia neno langu. Yeye ambaye anasikia maneno yangu mimi Yesu, na kumwamini yeye aliyenituma. Na kuamini yeye ni nani? Yeye aliyenituma. Kwa hivyo Yesu ni mtume wa Mungu. Ana uzima wa milele. Wala haingii hukumuni. Ukijua kwamba Mungu amemtuma Yesu, mwalimu, muda wako umeisha. Naam, kwa hivyo Yesu amesema yeye mwenyewe yeye ni mtume, na ndio vile tunajua ya kwamba Yesu ni mtume wa Mwenyezi Mungu. My friend, nakupa dakika nyingine 10 uende nyooshe maelezo, labda hukusikia mahali vizuri. Wacha nisimie mbona nakataa. Kujua wewe pia. Haya, ndio ile haya. Anasema kidogo. Mwalimu, unaweza tumia hii free time yako kama bado anaendelea hapa. Hiyo hesabu kwa sababu mwenyewe amesema tungoje kidogo. Kwa hiyo Yesu anasema ya kwamba yeye ni nani? Yeye ni mtume. Hebu tuendelee tumuulize Yesu. Fafanua hali halisi. Katua wewe ni mtume anakuwa nani? Kitabu ni cha Yohana 8:40. 8:40 inasema, lakini sasa Yesu anasema, lakini sasa mnatafuta kuniamini. Kuna watu ambao walikuwa wanamtafuta kumuua Yesu. Mtu Yesu anasema yeye ni mtu ambaye nimewaambia iliyo kweli. Anaambia watu mambo yaliyo ya kweli niliyosikia kwa Mungu, ambao anasikia kwa Mungu. Kwa hivyo Yesu ni mtu, na kwa kuwa yeye ni mtu, anaambia watu maneno ya kweli ambao yeye mwenyewe amesikia kwa Mungu. Mwalimu, nipe Yohana 6:26 mpaka 27. Yohana 6:26 mpaka 27. Wacha tufungie. Yohana unatumia sana. 26 mpaka 28. 26 mpaka 27 mwalimu. Anasema, Yesu akawajibu. Yesu anaongea na wanafunzi wake pamoja na watu. Akasema, anawajibu na kusema, amin nawaambieni. Mimi mnanitafuta. Si kwa sababu mliona ishara. Si kwa sababu mliona ishara bali kwa sababu mlikula ile mikate mkashiba. Watu wakisha kula mikate wakashiba wanachanganya
sababu huyo ndiye aliyetiwa muhuri na Baba. Endelea. Yani Mungu. Endelea. Basi wakamwambia, basi wale waliokuwa na Yesu waliposikia haya maneno wakamwambia Yesu, wakamwambia nini? Tufanyeje ili tupate kuzitenda kazi za Mungu? Kwa hivyo tufanye nini ili tupate kutenda kazi za Mungu? Yesu akajibu akawaambia, hii ndiyo kazi ya Mungu. Hii ndiyo kazi ya Mungu. Muamini yeye aliyetumwa na yeye. Aminini yeye aliyetumwa na yeye. Kwanza muamini Mwenyezi Mungu. Pili aliyetumwa na Mwenyezi Mungu. Inaendelea. Muaminini yeye. Yani muaminini Yesu aliyetumwa na yeye, yani aliyetumwa na Mungu. Endelea. Wakamwambia, unafanya ishara gani basi? Unafanya miujiza gani basi? Ili tulione tukakuamini. Unatenda kazi gani? Baba zetu waliila manna jangwani kama vile ilivyoandikwa. Aliwapa chakula cha mbinguni ili wale. Kulia mwalimu. Kwa hivyo wale lengo ilikuwa ya kwamba tujue huyu Yesu ni nani. Yesu anasema tumwamini yeye. Watu muamini yeye aliyetumwa na yeye. Kwa hivyo hapo kuna yeye aliyetumwa na yeye. Mwalimu, naam. Hebu tuendelee. Hebu turudi katika Qur'ani. Huyo Qur'ani inasemaje kuhusu Yesu? 43:63 walimu. Yaani tumekuja watu wa Karim baada ya turudi katika Qur'ani. Msikie naye Qur'ani inamzungumziaje Yesu. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Safi. Alipofika Isa kwa dalili zilizo wazi. Alipokuja Yesu kwa dalili zilizo wazi, Yesu alisema nini wale? Kujienda ili ni nafuu. Yesu anasema nimekujieni na elimu ambayo ni nafuu na ili nikuelezeni baadhi ya yale mliyoyakhitilafiana. Ili nikuelezeni baadhi ya yale mliyokuwa mkitilafiana. Ndio unaona hitilafu ya kijana anasema kwamba Yesu alikuwa yana namna ya Mungu. Kwa hivyo kwa fikra yake Yesu ni Mungu. Hii Yesu anasema amekuja kuondolea watu hitilafu ambao watu walikuwa wamehitilafiana. Mcheni Mwenyezi Mungu. Basi Yesu anasema tumche Mwenyezi Mungu, tumwabudu Mwenyezi Mungu na tumtii yeye. Teremka mwalimu. Inaendelea kusema kwa hakika Mwenyezi Mungu ndiye Mola wangu. Kwa hakika Yesu anasema Mwenyezi Mungu ndiye Mola wangu na Mola wenu. Na Mola wenu. Mwabuduni Mwenyezi Mungu. Hii ndiyo njia iliyonyooka. Mwabudu Mwenyezi Mungu ndiyo njia ambayo imenyooka. Hii ni Yesu katika Qur'an. Hebu turudi katika Biblia. Haya maneno aliyasema katika Biblia pia 20:17 Yohana. 20:17 kitabu cha Yohana. Akamwambia, usinishike. Maana sijapaa kwenda kwa Baba. Yesu anaambia wanafunzi wake pamoja na mama yake ya kwamba usinishike kwa sababu sijapaa kwenda kwa Baba. Lakini nenda kwa ndugu zangu. Ukawaambie nini? Ninapaa kwenda kwa Baba. Ninapaa kwenda kwa Baba. Kwenda kwa Baba yangu. Nenda kwa Baba yangu. Naye ni Baba yenu. Ambaye ni Baba yenu. Kwa Mungu wangu. Naye ni Mungu wenu. Ambaye ni Mungu wenu. Haya maneno ambayo Yesu amesema katika Qur'ani, vile vile tunarudi tunayapata katika Biblia. Haya maneno yako sawa. Hebu mwalimu, tuendelee kufundisha na tufundishe watu. Yesu anaendelea kusema nini? Mwalimu. Naam. Iangalie. Naam. Kwa hivyo tumepata kwamba Yesu amesema ya kwamba Baba anaenda kwa Baba yake ambaye ni Baba yetu. Kwa Mungu wetu ambaye ni Mungu wake. Hebu tuendelee kumuuliza Yesu. Yesu anaendelea kufundisha watu maneno ya Mwenyezi Mungu. Kitabu ni cha Mathayo. Mathayo ngapi? Mathayo 5:9 mwalimu. Mathayo 5:9. 5:9 kitabu ni cha Mathayo. Naam.
Kama kisa inasema kisa nimeipata. Inasema heri wapatanishi. Hiyo ni ngapi moja? 5 kisa. 5 kisa mwalimu. Heri wapatanishi. Nenda kwa 6 5 mwalimu. 6:5 inasema na nyinyi msalipo. Tena msalipo msiwe kama wanafiki. Yesu anasema msalipo msiwe kama wanafiki. Kwa maana wao wapenda kusali hali wamesimama. Hao wanapenda kusali hali wamesimama katika sinagogi na mbele na viti za mbele, ili waonekane na watu. Amin nawaambia. Amin nawaambieni, wamepita kupata thawabu yao. Wao nao sisi mama masokonini, na ni wewe masokonini, wao washapata thawabu zao hapa duniani. Bali wewe usalipo, wewe unaposali, ingia katika chumba chako cha ndani, na ukiisha kufunga mlango wako, kuingia kwa chumba chako cha ndani, funga mlango. Usali mbele ya baba yako, aliye mkirimi wako. Na baba yako aonaye tena atakujazi. Nani mkiwa katika kusali, msipayuke kama watu wa mataifa, maana wao hudhani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao mengi. Yaani mtu anaenda kanisani saa 2, anatoka saa 10 ama saa 9. Inaona maneno yake inakuwa ni maneno mengi. Maneno endelea. Anasema nini kijana? Anasema tuendelee kama bado anachunguza mambo yake, anaanza kuhusu Yesu. Kwa hivyo anasema hata tunifundisha atatoka hapa akijua Yesu leo. Ndio wamedanganya, mara ni Mungu, mara ni mtoto, mara ni mawe. Nani mkiwa katika kusali, msipayuke kama watu wa mataifa, maana wao hudhani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao. Watu wa mataifa hudhani ya kuwa watasikizwa kwa ajili ya maneno yao kuwa mengi. Basi msifanane na hao. Basi tunaambiwa tusifanane na wao, watu ambao wakiwa katika sehemu ya ibada wanaongea mambo mengi. Basi tunakatazwa tusifanane na watu kama wao. Maana baba yenu anajua mnayohitaji. Mungu anajua tunachohitaji kabla ninyi hamjamuomba. Kabla sisi hatujamuomba, yaani Mungu anajua. Hakuna maana ya kusema mambo mengi. Ndio maana sisi Waislamu ukiingia katika msikitini, dakika 5 tumekuwa tumemalizana na ibada, tunaendelea na shughuli. Basi tunaendelea na shughuli. Lakini utapata kuna watu wanaingia sehemu za ibada saa 2, wanatoka saa 10. Haya maneno mengi Yesu amekataa. Endelea mwalimu. Basi nyinyi salini hivi. Yesu anasema basi mkiwa katika kusali salini hivi. Baba yetu aliye mbinguni. Anasema baba yetu aliye mbinguni. Baba yetu aliye mbinguni. Yesu anasema tukiomba tuombe hivi. Baba yetu aliye mbinguni. Ufalme wako uje. Jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Mapenzi yako yatimizwe. Hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu. Tusamehe deni zetu. Kama sisi tunavyosamehe nasi tunavyosamehe wale walio na deni zetu. Wadeni wetu. Tutie majaribuni. Na Mwenyezi Mungu usitutie majaribuni, lakini tuokoe na yule mwovu. Kwa ufalme ni wako. Na nguvu. Na utukufu. Hata milele. Amen. Kuna katika jina la Yesu. Hapo tayari. Sawa. Sasa ndakupa muda wako vizuri. Hebu wakaile kitu. Amekuwa tayari. Ako tayari. Kwa hiyo wacha tusimponje. Asema nataka kutufundisha Yesu sasa. Ashampata sasa. Ako tayari sana. Amina kusomea bure. Yaani leo ni mkarimu sana. Tulisema kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Tunaelewa. Tunaangalia katika kitabu kingine, kitabu cha Yohana
5:22. Yohana 5:22. Yohana 5:22 inasema 5:22 nimeipata. Inasema hivi? Inasema tena Baba hamhukumu mtu yeyote, bali amempa mwana hukumu yote, amempa mwana wake hukumu yote, ili watu wote wamheshimu mwana, ili watu wote mpaka Waislamu wamheshimu Bwana kama vile wanavyomheshimu Baba. Wanavyomheshimu Baba. Mheshimu nani? Mwana kama vile wanavyomheshimu nani? Baba. Asiyemheshimu mwana amheshimu Baba aliyemtuma, amheshimu Baba aliyemtuma. Hivyo usipomheshimu nani? Mwana ambaye tumekuwa tukisoma ambaye ni Yesu, basi hata kama unasema unamheshimu Mungu, basi unaheshimu, lazima umheshimu mwana. Tusome kitabu kingine Wakorintho wa kwanza 15:3. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15:3 inasema hivi. Wakorintho wa kwanza 13:5. Nasema sana 15:3 inasema kwa maana niliwatolea mimi hapo mwanzo yale niliyoyapokea mimi mwenyewe, yale ambayo niliyapokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, Hiyo ni Paulo ambaye anasema hayo maneno. Tunaambiwa katika Yohana kwamba huyu ndiye atakaye kuhukumu zote. Yote ambayo anamheshimu mwana, basi anamheshimu Mungu, na kama umjui mwana, basi umjui Mungu. Hivyo kama amjui huyu Yesu, hata kama tunasema tunamjua Mungu, basi watumjui. Sasa mimi nataka nimalize kwa sababu naona muda unaona. Nataka nimalize kutoka katika kitabu cha Wagalatia, ila ambayo nilikuwa nataka kusoma 3:1. Wagalatia 3:1. Wagalatia 3:1 inasema Wagalatia 3:1. Ndio nataka nimalizie jinsi ambavyo Paulo alikuwa anaulizia Wagalatia, nami ni waulize. Sawa, inasema Wagalatia 3:1 inasema enyi Wagalatia msio na akili. Enyi Wagalatia msio kuwa na akili. Hiyo ni Paulo anasema. Kwa hivyo sisi Waislamu wenye hatuna akili, hamna akili, mtamwomba Mungu Yesu kama Bwana wa Mungu. Sawa. Unajua msumari penye unaingilia ndio penye unatolea. Kwa hivyo kidogo hivyo usilie. Tunaona maandiko haya tunaleta tu. Enyi Wagalatia msio na akili. Waislamu sana, Waislamu twende. Ukiona nisema je yakiandikwa sema hapo ni mimi nakuuliza. Ni mimi nakuuliza. Enyi Wagalatia msio na akili. Enyi Wagalatia. Ndio mtaona anauliza Wagalatia. Msio na akili. Msio na akili. Ni nani aliyewaroga? Aliyewaroga. Umesema loga. Hapo ni loga. Loga. Sawa. Nani aliyewaroga? Nini ambao Yesu Kristo aliwekwa wazi mbele ya macho yenu? Nini ambao Yesu Kristo alikuwa wazi mbele ya macho yenu? Ya kuwa amesulubiwa. Nataka kujifunza neno. Neno hili moja kwenu. Je, mlipokea roho kwa matendo ya sheria? Au kwa kusikia kunakotokana na imani? Je, mmekuwa wajinga namna hii? Ameanza kuuliza Wagalatia jinsi ambavyo nataka niwaulize mimi Waislamu. Je, amejua kwamba Mwokozi Yesu ndiye ambaye alitumwa na Mungu kama mwana wa Mungu, ambaye Mungu anasema ni yeye atakuhukumu? Hamjamtambua kama Mwokozi wa maisha yenu bado? Mnaishi katika upumbavu. Nimeachia hapo. Nashukuru si mimi na kujibu. Nashukuru Mungu. Maana mimi sijui ningekujibu vipi. Shukuru sana, na kujibu ni mstaarabu. Ni upande huo sinaga ustaarabu kabisa. Mwalimu, lakini ukisahau ameuliza kama sisi je ni wapumbavu, usisahau hilo. Usisahau kabisa. Mwalimu, sasa nianzie hapo mwalimu. Wajinga na kina nani? Wakorintho wa kitabu cha Yeremia 10:21.
Yeremia. Habari njema mwalimu. Tumia habari njema. Habari njema. Yeremia 10:21. Anasema kesho ni Sabato, kwa hivyo tumwachie mapema. Kwa hivyo tuachie sahihi ndio tusaidia haraka. Anasema hivi dakika 5 umjibu tu alafu aondoke anaenda kwa Sabato. Na kesho tuko na mada ya Sabato. Kesho kuja hapo tunataka kutangaza Sabato na tuko na mada ni ngapi? 10:21 mwalimu. Mwalimu hii sijui kijana sipingine ukikuja mbele yetu kufunga maandiko ya kutoa, maana haya maandiko hizi ndio wenyewe. 10:21 Yeremia. Inasema tena nashika mbele yake angalia vizuri. Inasema naam, hivi ni habari njema, good news. Nami Yeremia nikasema wachungaji wamekuwa wajinga. Wachungaji wamekuwa nini? Wajinga. Hebu mpe. Biblia inasema watu ambao ni wajinga, wachungaji. Kwa hivyo si Waislamu ni wachungaji. Waislamu hufanya shughuli za kiuchungaji. Mwalimu akasema akasema ya kwamba Yesu Paulo amesema ya kwamba Yesu alikuja kwa ajili ya nini? Ya dhambi zao. Kwa hivyo yeye alikuja kuokoa. Yesu alikuja kuokoa. Hebu tumuulize Yesu, kweli hao watu wanakufa kwa dhambi zao? Ulikufa kwa ajili ya dhambi zao kweli? Nipe 8:21 Yohana. 8:21 Yohana inasema 8:21. Naam, inasema 21. Inasema hivi basi akawaambia tena, mimi naondoka nanyi mtanitafuta, nanyi mtakufa katika dhambi yenu. Hebu mpe ndugu yangu. Yesu anasema mtakufa kwa ajili ya nini? Yesu anasema mtakufa kwa ajili ya nini? Yaani hiyo andika hawajaona. Anasema kwa dhambi yenu kwa sababu nyinyi mlimkataa. Hapo kuna kwa sababu mlimkataa mwalimu. Nanyi mtakufa. Hapo kuna kwa sababu mmetaka Biblia rudi katika 12. Haya 12 na umejua hapa dakika 5. Naendelea. Basi Yesu akamwambia tena mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Yeye anipataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Basi Mafarisayo niende mpaka chini. Basi Mafarisayo wakamwambia inaanza ikisema basi Yesu akawaambia na tena akasema mimi ndimi nuru ya ulimwengu, anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Mwalimu, wacha tumsaidie hapa. Wacha tumsaidie ndugu yangu. 19 anasema basi wakamwambia uko wapi baba yako? Akajibu mimi hamnijui, wala baba yangu hamnijui. Kama mngalijua mimi mngalijua na baba yangu. Basi kama hamnijui Yesu, hamnijui Mungu mnayemtangaza leo. Safi, mpe huyo. Lakini amesema Yesu ndio nuru ya ulimwengu. Kwa hivyo tumfuate nani? Tumfuate nani? Yesu. Tumfuate Yesu. Hebu tuangalia. Ukimfuata Yesu unaishia wapi? 4:16 kitabu cha Luka. 4:16 inasema 4:16 akaenda Nazareti. Yesu akaenda Nazareti. Hapo alipolelewa. Na siku ya Sabato. Kama kesho. Kama nyimnaza. Kama kesho ya Sabato. Siku ya Sabato kama kesho. Akaingia katika sinagogi. Yesu akaingia katika sinagogi. Kama ilivyokuwa desturi yake. Mwalimu, nenda kwa divaji. Sinagogi maana yake nini? Tunatumia hii yake. Yaani tunamkaanga na mafuta yake. Siku ya Sabato uenda wapi? Sema kuja kufundisha. Sinagogi ngoja tumia nitumie hii yake hii hapa. Msikiti watasema mwenyewe. Hebu kama mwenyewe
Naam. Sinagogi katika Kiswahili inamaanisha kwamba msikiti wa msikiti wa Waislamu. Ndio mwalimu. Ndio mwalimu pale ambapo unasema msikiti wa Waislamu. Ndio mwalimu. Ndio mwalimu. Kwani nikuulize, hakuna Wayahudi ambao ni Waislamu dunia hii? Hakuna Wayahudi ambao ni Waislamu? Ndugu yangu, hakuna Wayahudi ambao msikiti wa Waislamu, kwa maana ni dini ya Kiislamu. Unajua Wayahudi walikuwa na dini yao ambayo ni Uyahudi. Uyahudi ni dini. Kwa hivyo msikiti wa Waislamu, Wayahudi walipokuwa wana dini yao ya Kiyahudi. Moja kwanza mwalimu, kuna moja tu. Kijana, unajua mimi historia naijua, hata yule bwana alipokuwa anazungumzia historia na tutakwamba na historia nimeisoma. Uyahudi, kuna dini ya Wayahudi. Unaelewa? Kuna dini ya Wayahudi. Nisikize vizuri. Kuna dini ya Wayahudi. Na katika hao Wayahudi kuna Wakristo ndani yake pia. Kuna Wakristo ndani yake. Kuna Waislamu ndani yake. Kuna wasiokuwa na dini ndani yake. Kama unapinga nikisoma kitabu hapa. Nina vitabu hapa. Mwalimu. Kama yale maandiko. Ndio tunafafanua na Biblia yako hii. Nani anakuja na Biblia? Ni yangu. Kwanza anasema sinagogi msikiti wa Kirani wa Wayahudi. Msikiti watu wenye kuabudu katika msikiti ni watu wa dini gani? Hapo unanikonea. Yaani ukiuliza mtu yoyote, watu wenye kuabudu katika msikiti ni watu wa dini gani? Yaani mtu yoyote tu, ukiuliza tu mpe mic, wenye kuabudu katika mpe mic. Kwa sababu tulisema katika Wagalatia 3 kama nyinyi wapumbavu, ndio maana mkaigeuza mkasema msikiti wa Waislamu ilikuwa msikiti wa Wayahudi. Katika Biblia inasema msikiti wa Wayahudi, si wa Waislamu. Maandiko yangu Biblia yangu inasema msikiti wa Wayahudi ni wa Waislamu. Mwalimu kwa subiri dakika moja. Mwalimu, unajua kijana alikuja vizuri sana. Sijui kwa nini anachamka saa hii. Kuja. Unaona? Biblia hii ilikuja nayo. Unaona? Na subiri kidogo. Unajua watu wanatufuatilia, wote tunabishana. Maana hapa tunafundishana, wewe ulikuja na Biblia yangu. Na umesema wakimpata Yesu ni wajinga kwa sababu hawamjui na hawajui baba aliyemtoa. Mwalimu wangu ametoa Luka 4:16 ambayo inasema akaenda Nazareti, hapo alipolelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi, namna ilivyokuwa desturi yake. Yaani desturi ni kitu cha kawaida. Kila siku ya Sabato alikuwa anaenda msikitini. Sasa ndio swali mwalimu wangu alikuwa anauliza, wenye kuingia msikitini watu gani? Ndio tukataka tupate tafsiri. Yaani hatujatumia kamusi, tumetumia Biblia yako ambayo wewe umekuja nayo, ambayo tu Waislamu walioandika, Wakristo walioandika, wenyewe ndio wanadai kwamba sinagogi ni msikiti wa Wayahudi. Mwalimu, na unaenda katika Qur'ani tumfundishe Qur'ani yake. Nimalizie na kuna moja la swali langu. Sawa na kwamba hapa kuna msikiti. Asilimia kubwa ya watu hapa ni Wajaluo. Kwa hivyo kuna dini ya Ujaluo. Amna nini? Ya Ujaluo. Kwa hivyo ni ndio wanakwenda kwa msikiti wa Sindo ni Waislamu wanaenda. Kwa hivyo huo msikiti wa Wayahudi waliokuwa kwenda walikuwa gani? Wayahudi ni msikiti wa Wayahudi. Ambao ni Waislamu ama wa dini gani? Hajasema Waislamu. Mwenye kwenda msikitini watu wa dini gani? Hiyo sitaji. Sawa, endelea mwalimu. Wote hata tuwafundishe. Ule akimaliza na kutaka hapa ni tembe na kifungu chako hicho. Wacha moja hapa. Wacha mwalimu. Ndio. Wacha kwanza. Enda pole. Katika Biblia tumeambiwa ya kwamba sinagogi ni msikiti. Hiyo ni Biblia. Hebu turudi katika Qur'an. Usikie Qur'an inasemaje? 22:40. 22:40. Mwalimu hata kwanza nadhani 72 kuna nani ingekuwa nzuri, lakini sawa, hata pale hii 22 sura al-Hajj 22:40. Sawa, tunaongeza dakika 3. 22 ngapi? 22:40 mwalimu. Inasema ili bismillah, sikiza vizuri, ni Qur'an.
Ngoja vizuri. Ambao wametolewa majumbani, majumbani mwao, yani mjini mwao, pasipo haki, ila kwa sababu wanasema Mola wetu ni Mwenyezi Mungu. Na kama Mwenyezi Mungu asingaliwakinga watu, baadhi yao kwa wengine, bila shaka yangalivunjwa mahekalu, sikiza kijana, mahekalu na makanisa na nyumba nyingine za ibada, misikiti ambamo na Mwenyezi Mungu hutajwa kwa wingi. Kwa hivyo hapa katika Qur'ani imetaja msikiti, imetaja hekalu, imetaja masinagogi. Hizi ni nyumba za ibada, na Biblia imesema, inatuambia sinagogi ni msikiti wa Wayahudi. Mimi nauliza, Qur'ani imetaja sinagogi kivyake? Haijatuambia sinagogi ni msikiti, na imetaja kanisa na ikataja msikiti. Biblia nayo inatuambia ya kwamba sinagogi ni msikiti wa Wayahudi. Kati ya Biblia na Qur'ani unaamini gani? Biblia. Kwa hiyo Biblia iko sawa ikisema sinagogi ni msikiti wa? Iko sawa. Haya, nakuuliza swali. Leo hii hapa Sindo, ukiona watu wanaenda msikitini kufanya ibada, wanakuwa ni wa dini gani? Ni Waislamu. Ukiona watu wakienda kanisani kufanya ibada yao, wanakuwa wa dini gani? Kwa kuwa Yesu alienda sinagogi siku ya Sabato, ambao ni msikiti, kufanya ibada, atakuwa ni wa dini gani? Yesu ni wa dini ya Kiyahudi, kwa sababu tunasema Yesu ni Myahudi, dini ya Kiyahudi ambao walikuwa wanaenda. Sasa kuna dini ya Kiislamu na kuna dini ya Kiyahudi. Haya, na zote ushiriki katika msikiti. Mpe huyo 11:29 Mathayo, kwa haraka mwalimu. 11:29 Mathayo. Yesu anasema jipieni nira yangu, jifundishe kwangu, kwa kuwa mimi mpole na moyo. Hebu mpe ndugu yangu. Yesu anasema mjifunze Nasema jipieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, mtapata raha nafsini mwenu. Kwa maana nira yangu ni laini, na wangu ni mwepesi. Na kuuliza swali, Yesu anasema mjifunze wapi? Anasema mjifunze kwangu. Kwake. Kwa kujifunza kwa Yesu. Ikiwa Yesu alienda kanisani na kwa mfano nini? Yesu tunajifunza kwake. Nitakuuliza, kwa kujifunza kwa Yesu siku ya ibada ameenda kanisani, inakuwa mwenda wapi? Kanisani. Ikiwa Yesu siku ya Sabato alienda msikitini, inakuwa mwenda wapi? Msikitini. Sasa nataka kuniuliza, ikiwa Yesu alikukomboa kwa maovu yako, unastahili kufanya nini? Mbona unaniuliza hiyo? Nini? Kufanya nini? Kuniokoa katika maovu yako. Utakuja huko hata nikujibu, alafu unijibu, alafu uniulize. Sasa nataka nitolee andiko moja. Siku ya Sabato ambayo ni kesho. Kesho ni siku ya Sabato. Nataka nikusikize kwa mic. Kesho ni siku ya Sabato. Na mjaingia kwa Sabato kwa sababu Yesu alifanya nini? Alienda. Nasa nipatie andiko moja, siku ya Sabato Yesu alienda kanisani. Alafu twende na wewe. Andiko moja, siku ya Sabato Yesu aliingia kanisani kama ilivyokuwa desturi yake. Alafu twende na nasema sinagogi katika Biblia. Ambao ni nini? Kwa sinagogi ni lugha ya Kiyahudi. Kiswahili ambao naelewa na wewe inasema sinagogi ni nini? Inasema msikiti. Kwa hivyo Yesu alikuwa akifanya ibada yake wapi? Sawa, nataka nikuambie wapi kuna kanisa. Yesu alikuwa anafanya ibada yake wapi? Katika
sinagogi, ya Waislamu lakini ya Wayahudi. Basi kama alikuwa anaenda ya Wayahudi, nami nitaenda ya Wayahudi, si ya Waislamu. Na sasa nikuulize ndugu yangu, kule ni Wayahudi na wale ni Wayahudi, na lugha yao ambao wanatumia wanaita sinagogi, ni sinagogi kwa lugha yao. Wafasiri wa Biblia wakatufundisha kwamba hii sinagogi ambayo ni lugha ya Wayahudi kwa Kiswahili ni msikiti. Jana na kanisa ni wasomi kwa kile ambacho unaandiko Yesu aliingia kanisani. Si kanisani. Lakini nataka nikuulize kusoma kwenda katika Biblia ya jana ambayo tulisoma kuna majina. Kuna majina msikiti tena. Nataka nikuulize kwa hilo. Unaandiko Yesu aliingia kanisani? Halipo. Lakini amesema msikitini. Hebu mpe. Lakini sikiliza katika Biblia ambayo ulisoma jana. Nataka huyu mwalimu asome. Naam, pale ambapo ulisoma. Mwalimu wangu. Jana nzuri. Ashabili jana kwa hivyo. Leo inaonekana maandiko yanaitwa mabani. Alafu nataka nimfundishe hapana rudi. Mwalimu sikiliza, amesema turudie dibaji. Sijui kama anahisi tabadilisha chochote. Hapana budi. Wasomaji wengine wataona ya kwamba kama kuna mabadiliko ambayo kwanza hawatayapenda. Hili ni lazima kwa Wakristo wa kila mahali ambao wamezoea vitabu vyao vya zamani. Hebu mpe hapo kuna nini? Hapo Mkristo akiona aitu nyumba watu wa kuabudu kanisa, aitu sinagogi. Kuna shida gani? Mpe iko na shida gani? 11:14 Wakorintho 11:17. Wakorintho 11:17. Iko shida. Mwalimu ufunua ndio ungekuwa nzuri. Ngoja kwanza nimpeleke hivi na watu kupeleka kijana polepole atatoroka na tunamhitaji. Sawa basi sisi tunamfundisha. Wakorintho wa kwanza 11:17. Ukienda 11:17 inasema Wakorintho ni wa kwanza 11:17 inasemaje? Lakini katika kuagiza haya wasifu ya kwamba mnakusanyika, ndipo faida. Jambo la kwanza kusanyika hilo si faida, bali kwa hasara. Ni kwa hasara. Pili haina faida. Kwanza haina faida, pili ni kwa hasara. Kwa maana kwanza mkutanikapo. Mkutanikapo wapi? Kanisani. Watu wakikutana kanisani, endelea. Nasikia kuna mgawanyiko. Kuna Sabato, kuna Legomaria, kuna Dindini, kuna nini, wamegawanyika. Nami kwa kiasi fulani naamini, mpaka iwe hivyo. Kwa maana lazima kuwapa na uzushi kweli. Kanisa kuna uzushi, kuna vurugu. Ndio sababu Yesu hakuingia wakaendelea. Ili waliokubaliwa wawe dhahiri. Hao mapasta madiko na wawe dhahiri juu yenu. Yaani mimi niko hapa chini na manyanyaso na wao wako dhahiri juu yenu. Haya ni maneno ya Biblia, si maneno yangu. Basi mnapokusanyika pamoja kanisani pamoja, haiwezekani kula chakula cha Bwana. Hakuna chakula cha Bwana kanisani, kwa maana kila mmoja utangulia kutoa chakula chake. Kwa hivyo maneno, kama kuna chakula cha Bwana kanisani na kuna vurugu kanisani na kuna uzushi kanisani, panapo sana wapi? 72:18 Qur'an. Bila shaka, hakika misikitio ya Mungu. Waje nipike ndio sidania wao. Unajua haya maandiko yako kichwani sasa. Kama vitu ni kwa ndio sababu ndania wao. Angalia vizuri. Na hakika misikiti yote ni ya Mwenyezi Mungu. Na hakika misikiti yote ni ya Mwenyezi Mungu. Basi muabudu yeyote pamoja na Mwenyezi Mungu. Kwa msikiti au muabudu yeyote pamoja na Mwenyezi Mungu. Wanaabudu Mungu peke yake. Hebu mwalimu, kanisani kuna nini? Alafu nimalizie kwa sababu uvurugu yanaletwa na nini? Kitabu ni cha Ufunuo 2:12. 2:12. Mbaya hiyo mwalimu, hiyo mbaya. Mnaenda kwenye kuna vurugu. Sikiliza haya mapito mpelekee mwalimu wako ndiye alipoingia watu atataka kanisa mwenyewe. 2:12 na kwa malaika wa kanisa lililoko Pergamo, habari barua
Yerusalemu. Ndio inasema kurasa wa 31 inasema na anaangalia Yoni Ellen G. White na mke wa Kisabato ndio mwanzilishi wa kanisa mkuu. Kwa hiyo shetani alipanga vita kwa njia nyingine. Kwa hivyo shetani alipanga vita kwa njia nyingine ya kufaulu zaidi, alisimamisha bendera yake katika kanisa la Kikristo. Alisimamisha bendera yake katika nini? Kanisa la Kikristo. Kwa hiyo bendera la shetani iko wapi? Kanisani mwalimu. Ndio sababu Yesu hawezi ingia kanisani. Hawezi. Hiyo ni pambano kuu Ellen G. White. Pambano kuu Ellen G. White. Hiyo ni pambano kuu Ellen G. White. Huyo ni mwanamke mwanzilishi wa Kisabato. Wasabato wanamjua kabisa. Kwanza nataka nikujibu lile watakuna kanisani. Twende katika Mwanzo. Mwanzo. Tuongeze madakika. Unajua ukiongea mimi nakaa. Mwanzo. Mwanzo ilikuwa moja. Ilikuwa Mwanzo. Tunasema Mwanzo. Exodus. Kutoka wapi? 19 tatu. Songa pale. Nataka tatu. 19 tatu. Na hii ni vizuri sana. Tatu inasema mzee anakuja kukonfirm haya ndio tunadije. Tatu inasema Musa akapanda kwa Mungu na Bwana akamuita kutoka kule mlimani. Akisema utawaambia nyumba ya Yakobo na kuwaarifu wana wa Israeli maneno haya. Mmeona jinsi nilivyowatendea wa Misri na jinsi nilivyowachukua ninyi juu ya mbawa za tai nikawaleta ninyi kwangu mimi. Sasa basi ikiwa mtaitii sauti yangu kweli, kulishika agano langu, hapo ndipo mtakapokuwa chungu kwangu kuliko makabila yote ya watu. Inasema hivi sasa kwa Kizungu inasema that in said so strongly that they did go to him and entered his house. Hiyo ni inasema nani? Inasema kutoka hapa Mwanzo. Inasema Exodus unapaga Mwanzo ni Genesis. Sawa, soma Genesis. Sio lazima kutoka Genesis 3 na 19 ndakusomea mwanangu mbonde. Ndio niko hapa leo. Tunasoma akawasihi sana nao wakaja. Wakaingia nyumbani mwake. Akawapangia karamu. Akawapikia mikate isiyochachwa nao wakala. Hii ndio katika nyumba ya Bwana chakula ifanya nini? Tunafikana. Nimekijibu. Watu unabishana na Biblia yako. Nimekijibu. Walimu hebu huyu wa Kizungu mimi ndio naenda na yeye. Maana nakipenda Kizungu, nakijua nakipenda. Kijana ameomba ndio anasema kwa sababu ni maneno ya Mungu sabato haivunjiki. Kwa hivyo tulia. Ila kubeba kitu ndio kubeba kwa sababu ukijua unataka kwenda mbali ama mimi ndio naenda kwa. Sawa. Hapa. There is something I want us to confirm to read the Bible and the Quran about Sabbath. There is something I want us to confirm from both Quran and the Bible. Concerning what? Let's be brief, direct to the point. Concerning Sabbath. Okay? Let us read the book of Mark 8:8. Before you proceed, yesterday you said you are a Christian believer. So you are one of the Christians who are here. So
your religion. Based on what proof? Because for me, I'm a Muslim. Based on the Quran, chapter 3, verse 19. Are you getting the point? I'm hoping the point. I think you have the English Quran there. I saw you with it. I also have the English Quran here. Okay, you may read it for me, please. Chapter 3, verse 19, Quran. Proving my religion. Then you prove to me your religion before you proceed, because we can't debate without knowing your religion based on which scripture. Chapter 3, verse 19. Ukipata kitu kingine kimoja hapo itakuwa vizuri. Kwani watu tunataka kwenye vizuri? Hapo mambo yaende vizuri. Ndio jana tuliachana hivi. Quran says, yes, truly, religion with Allah is Islam. Really? With Allah is Islam. Okay, that's not good. Let me use my own. Quran chapter 3 verse 19. I'm going to have it in a minute time. Truly, the religion of Allah is Islam. Those who are given the scripture, the Jews and the Christians, will not be except out of national jealousy. Meaning, whoever departs from Islam, that person does it out of his or her own ignorance. So my religion is Islam. Based on that scripture, from my holy book that I believe in, what is your religion? Based on what it is. Can you read from the book of Acts? Chapter 11. I want someone to be reading the verses for me there, please. My friend, you can help your fellow there. I'm listening. Acts, sioni matendo ya mitume. Acts of Apostles. Chapter 11 verse 26. Matendo 11:26. Acts of Apostles, chapter 11 verse 26. Inasema hata alipokwisha kumwona akamleta. Samani. I hope you are understanding. If you don't understand the best part of it, you may use English version because we have them here. Hata alipokwisha kumleta Antiokia, ikawa kwa muda wa mwaka mzima, ndio wakakusanyika pamoja na kanisa, ndio wafundisha watu wengi, wanafunzi waliitwa Wakristo kwanza hapo Antiokia. What's your point? So my point is, yesterday there was an argument that there is now religion called Christianity. So what I'm saying, just a minute, please. Let's not argue because we are debating. You have to debate diplomatically in a mature way. No, you have provided all that. So I wanted clarity from you. What did you mean by that verse? Before you proceed from what we had yesterday. Because if you jump directly to what we spoke yesterday, then you will be making no sense. You have to clarify your point from that verse, then you proceed. Let me clarify. Initially, the followers of Jesus were called followers of Jesus. Yeah? Later, at Antioch, because people are now seeing their deeds, the followers of God, they were called Christians. So let's know what proof. So I'm not reading the proof here. My friend. People are called Christians
for the first time. What does the word first time mean? Now listen. Please answer my question, then proceed. What does the word first mean? Ordinarily, first means first. Was it there before or it's starting from that point? Maybe this, when did Paul come? Appear or announce that he's a messenger or an apostle of God, of Jesus, after the death of Christ. How many years? He said you are an historian. I'm an historian. And I have a book on the table now. Only 2 years after. No. 14 good years after the departure of Jesus. 14 years. During the era of Jesus Christ, there is no any single verse, any single proof from any part of the history which says that anybody was called a Christian during the era of Jesus Christ. It's only 14 years after his departure is when Paul nominated some people, then called them Christians. So if they were not called Christians during the time of Jesus Christ, why did you call them? Now living. When Jesus left us there, Jesus was a Judaism. Jesus was a Judaism. His religion, Judaism. He was born, prove, give me a proof. I'm listening, but moving is very loud. It doesn't prove anything. When you say anything, kindly prove that I'm saying this based on this proof. He was a Jew. So give me room. Okay. When you give me room, I will explain. Explanation without proof is nothing. Listen to me. We just need proof here. If you ask me a verse, I'll give you automatically. There is no any single any proof from Genesis to Revelation. I've read more than 40 versions of Bible. We have more than 10 versions here. There is no any single verse which says that Jesus was a Christian. No. There is no verse which says that there is no someone who was called a Christian during the time of Jesus Christ. If you have any proof, I will provide it. Okay. You have 2 minutes to provide your heart. I'm listening. You see, we are here for education. Okay, yeah. So when you're having a party, you don't come up with an answer. Okay? So give me room to speak the way you speak. You have 2 good minutes. So let me now speak. I said when Jesus was not there, he was a Judaism. Worshiping in a religion called Judaism. So I provide that. In Jews, the Jews who worship in synagogues. That is, you need the book of Luke 4, verse 16. The culture of the Jews is not the Judaism. And the religion is Judaism. So Jesus was a Judaizer. So he left as he was very modern. He did not need the religion of Christianity. What he left as a Judaizer. Now, let me now say this. That's why I'm saying it is educational. When you are right, I say it is right. When you are wrong, I say it is wrong. Exactly. So the issue is very simple. Jesus left forever when he was a Judaizer. Those who are left is his followers. And they are preaching. People are seeing them as doing what Jesus had done. So they are called Christians at Antioch. That is where Christianity started. Christianity started at Antioch. Where their things could not be seen. Emulated, copied the level of Jesus Christ. That's what Christianity started. You do not start with Jesus. That's what I mean. Now, okay. Based on what you just said now, I have 2 books here. First of all, I have this book which was written by the person called William G. Johnson. He's not a Muslim. The title of the book is Paul, Apostle or Antichrist. I looked into the origins of Christianity. Please, just stop it.
history na habit. I'm an historian myself. So when you jump into it, that's my sister. Please tell me, my friend, just leave it for me, because I want the people to hear what they look back and go from here. Many Christians still have the same education. Please use the microphone while you go back here. Many Christians still have the same education in have. For more than 2 centuries, biblical scholars and historians have sought to discern to what extent the Christ of the faith are perceived and experienced by Christians, believers, the same Jesus of Nazareth. The man who knew and the priest in Roman British appellation at the time of the era. Let's proceed. The Christian from the Muslim world is not full of Jesus, for he was a prophet of God, and the Quran is clear on this point. Proceed. Actually, I tell you, but the question is, how do the so-called followers, now that the is short, is ambiguous that short? How did they manage to change the religion of Jesus into a religion about Jesus? Using the tools for modern textual research, theology and social science, we seek to reconstruct a picture of historical Jesus, and embellished by nearly 2,000 years of the church devotional tradition. Many consider such as the new Jesus historical document to be prophetic church. A more reason of objective, they say, is to find out who is contemporary truth to us. But unfortunately, it is far more important to analyze what he said about himself. Did he actually make any claim to the divinity or refer to himself as the Son of God? In the Christian sense? Okay. An eminent scholar in the Christian history admits that Christianity is a must in the case of Jesus. But Christianity is not a must. That's some of the opinion. He's an historian. Because I go through this book concerning history of Christianity. Because as you seem to be yesterday an historian. So I want to prove to you that history, that this religion which is called Christianity is nothing which was not there during the time of Jesus Christ. And Jesus doesn't know it. It doesn't relate to him. That's what I said. I said it here. Jesus knows this Christianity. Now, my question is this. When you believe yourself to be a Christian, and you say that you are the here and abide to the teachings of Jesus Christ, and yet you are going against him by following a religion or somebody who started a religion which was not there during the Jesus era, are you on the paper? Let me answer you. You have to just to say yes or no, then proceed. It's an issue. Just tell me yes or no. My friend, we are not. Listen, you said you are an historian. I brought you a book. I'm asking you a question concerning that book. If you are not contented with it, I can still help you out. This one is the gospel of Barnabas. I know you have never seen this book. Let me just answer. Because you are not the true historian as you said to be. Let me just answer you. Yeah. You can never religion as a founder. So, who is the founder of your religion? Listen to you. Who is the founder of your religion? Answer my question. The problem, you are too provocative. No. Listen, if you can't answer my question, then there is no reason to be there because you came here for us to discuss. I gave you to prove to me. You have not given me any proof since we started. You only provided the Acts of Apostles, chapter 11 and verse 26, which says that
other people. Then he called them Christian for the first time. Then I did ask you the other simple question. When something is started for the first time, was it there before or it's being started for the first time? You say that it's being started for the first time. Then the question is, if Paul claimed to be an apostle of Jesus Christ and called people Christians 14 years after the departure of Jesus Christ, who is the founder of the religion? And is it related to Jesus Christ? And are you on the right path to go against the person that you believe in to be your savior? When we are here, we are an education. When you ask a question, you allow me answer. With proof, not with words. You allow me answer. When you ask a question, you need to answer me. But before I answer, you ask me any question and then I can provide you and provide the problem here, not tomorrow, here and now. You are not the question, you allow me answer. Okay, answer, but kindly use proof. Kindly. I'm using a very simple language. Kindly use proof. Now let me tell you this. When I said here, Jesus was a divine. Yes, that's true. That's true. He was a divine. As we were going to heaven, he met a divine. But you never told me he's a religion. That he died, but no, when he's a religion. I'm a Christian in the faith of 7 governments. No. You said Jesus was like that. Whose religion? His religion. His proof. Any proof? Judaism, those who are Judaism, they are there in Judaism. My religion of the Jews. Okay. I'm not trying to stop you to provide what you're trying to say. But kindly prove to me that Jesus was the Judaism. Alhamdulillah Rabbil Alamin. You are the best one that I've ever had a discussion with. Inasema akaenda Nazareti hapo alipokulelewa, na siku ya Sabato akaingia katika sinagogi kama ilivyokuwa desturi yake, akasimama ili asome. Akapewa kitabu cha nabii Isaya, just a minute. The same Bible that we have read from, let him just read it from the back of it. The author of the book of that book told us what a synagogue is. Please give him the mic. What does the word synagogue mean? Sinagogi kwa Kiswahili, sinagogi za juu ayubuwa. Yeah? So Kiswahili, I'm not an Hebrew either. Huyo sinagogi za ayubuwa. So sinagogi za ayubuwa, Kiswahili ni msikiti wa Wayahudi. So, put your point now. Bearing in your mind that they are talking about the law. Now there is a Kiswahili, sinagogi wakitafsiri kwa Kiswahili What's the other word of mosque in Swahili? Masjid. Masjid is an Arabic word. In Swahili, and there they have written synagogue what? Synagogue is a new word. We are not here talking about the Hebrew. My point is very simple. There they have said a synagogue is a mosque. As per the authors of the book, because they are the ones who know better than I and you. We don't know more than them. They are more learned than us. So they're the ones who say that synagogue is a mosque. Now a very simple question. During a Sabbath day, Jesus used to enter a mosque. You
enter during the Sabbath day? Church. So you and Jesus, are you on the same path? You are. Prove to me. Every Sabbath, I go to church. Prove to me that you going to church on a Sabbath day and Jesus going to the mosque during a Sabbath day is something the same. Now, a church is a building. That is a synagogue is a building. That's what a mosque is a building. A church is a building. It's very costly. A mosque is a building. I do 100% agree with you. The question is, the people who enter a church to supplicate to their creator or do the worshiping there are from which religion? Christianity. The people who do enter a mosque to pray there or to supplicate to their creator are from which religion? Islam. According to that verse and according to the authors of the Bible, they are saying that Jesus used to enter a mosque during the Sabbath day. From which religion was he? Now, let me answer me on my way. Answer our question. Religion before you proceed. Please. Don't force. I'm not forcing. Don't force. No, I'm not forcing. You just said here, frankly, before each and everyone hears that everyone who enters a mosque to pray there, he or she is a Muslim. Anyone who enters a church to pray there, he or she is a Christian. Now, according to that verse, according to the authors of that Bible, Jesus on the Sabbath day used to enter, usually, not just usually used, meaning each and every Sabbath day, used to enter a mosque to pray there. So, according to what the author said, from which medium was syllable, not most. According to the authors, what's your syllable? According to the authors, syllable. He was translating a language. Translating. He was translating me and you. Let me tell you. Beautiful lesson. Let me tell you. In my mother tongue, syllable means ordinary. In my mother, syllable means ordinary. Syllable means exactly. Why can't you call a church a synagogue? So my question is, why can't you call a church a synagogue? If it's just a building that you can name however you want. No, it's Kiswahili. Now my question is, Jesus used to enter a mosque, which is translated from the Hebrew language by the author of that. Listen, my friend, please listen to me. It's translated by the authors of the Bible that the word synagogue from Hebrew means msikiti in Swahili. And as per your words, anyone who enters a mosque to pray there, he or she is a Muslim. The question is, according to the authors who are very much learned than me and you, says that he used to enter on each and every Sabbath day. He used to enter a mosque. Usually used to enter the mosque. My question is, what was he? Jesus was a Judaizer. So are Judaizers entering a mosque? Synagogue. My friend, I'm not listening to it. Okay, let me give you a very simple fact. Look from here. About the paragraph. I'm just going to do a bit by bit. I like that same place. This is all the person. I'm not saying that I'm not going to living in here. Among the present-day Christians, please use the mic precisely. Among the present-day Christians, a large number of men and women believe in one God. Yes. Whereby, before you proceed, do you believe in Trinity? I don't. To God. Okay, proceed. Even if you try to dodge it, I'll just find you. Proceed. We are not always that one. Due to the crushing power of the churches, they cannot express themselves and there is not much communication going.
if I say that you are trying to avoid something, that's why you are not announcing that you are from those people who believe in Trinity, you might be lying. What? If I say there's something you are trying to avoid by not announcing that you are a true follower of Trinity, you might be lying. Trinity is a follower that you can't believe in. But Paul is the true founder of Trinity. The one who founded the Christianity religion that you believe in. He's the same person who founded Trinity. Then how can you say that you only take fish, but you eat two you can't take? Now listen, Trinity is not Pauline. Let me tell you, Trinity is not Pauline. Trinity is the father idea from the rock. That's according to your heart, but that book says something different. My friend, I said this book has been written by somebody by the name. This is not a Muslim. William George Joplin. If you Google this person, it's a very learned historian, Christian historian. And he's the one saying, Paul is the true founder of Christianity and Trinity. So there is no way you can say that you are a true follower and a true believer of Christianity and not Trinity. It don't make sense, my brother. Listen to me, my dear. Not unless you prove to me. If you come with a proof, I listen to you. If you have vain words, then you go to your time. I'm not going to your time. Let me tell you this. Provide your proof. Let me tell you this. When Paul went to Rome as a Judaizer. He was doing sabbatizing. It's a making a good one. So listen to this one. Give him the mic. Here you just get a my friend. Injili ya Barnaba imetolea kichochoko kupatia kupiga marufuku napata Pole. Maana mwenzangu nikiongea kizungu anaelewa vizuri. nasema Ametoka Marekani. Kwa hivyo nikiongea kizungu anaelewa. Injili ya Barnaba imetolea kichochoko The gospel of Barnabas is not among the true gospels of Jesus Christ that were lost. It was very lucky that it was not lost because the other gospels were lost. And the gospels that we have now, the Matthew gospel, the gospel of Matthew, the gospel of Mark, the gospel of Luke, the gospel of John, they are not the true gospels of Jesus Christ. And I'll prove to you right here. And I can give you an example, a very simple example. Are you ready to get an example? My friend, John. Start with Mark chapter 15, verse 21 and 25. Mark 15 to 5. That's a very simple, just a minor example. basi ilikuwa saa 3 nao wakamshughulisha That's what it says. It was 9 a.m. and Jesus was crucified. That's what Mark says. John 19:14. I'm proving to you that these are not true gospels of Jesus Christ. Because those John 19:14. Because if you are talking about John 19:14 inasema nayo ilikuwa maandalio ya Pasaka yapata saa 9 akawaambia my friend, yapata sio yapata saa 6 yani inaelekea saa 6 mchana akawaambia Wayahudi tazama mfalme wenu. Ndio
Basi wale wakapiga kelele, muondoshe, msulubishe. Pilato akawaambia, je, nimsulubishe mfalme wenu? It's enough. Give him the mic. According to the Gospel of Mark, chapter 15, verse 25, it says that 9 a.m. Jesus was crucified. No much story. When you read the Gospel of John, chapter 19, verse 14, it says that it was almost midday, and Jesus was still before before judgment. So the question is, which one between the two is the true gospel of Jesus Christ? Because as it is said, each and every word from the Bible is a revelation from the Almighty God. So which one is the true version of the true gospel of Jesus Christ between the two? Let me read you. During canonization in the Bible, which took nearly 350 years, very many things happened in the Bible. Right? Doctor in the Bible. How? By the church fathers. So meaning we are reading the words of the fathers, not the scriptures from the Almighty God, right? Now listen, I'm talking. The problem is answering my questions like I'm giving you room. I'm giving you a room, but it's not what you want to do here. You want to jump into history. When I come with the proven history, you want to hold it out. Let's start with history. I'm telling you what happened. What do you mean what you are saying? Me, if you ask me any proof, according to history, I have the history books here, I have the gospels here. The many of them, the proof you read here clearly, that the two books are quite different. So what proof can you guys do? The proof! What proof can you guys do? I congratulate you for being very honest. Now, you are in education. yeah. No, when you are wrong, I say you are right. When you are wrong, I say you are wrong. For example, Let me take your hand. I like people like you. Now, if that's what you know, that's why I'm telling you. Matthew, Mark, Luke, and John are not true gospels of Jesus Christ. The Barnabas is the one which is very true. Now listen to it how it says. You may proceed, Nathan. Proceed reading the gospel of Barnabas. ilipigwa marufuku makosa Vinicius na alikuja kuonekana katika Polepole tumesikiliza maana madama amesema mzuri sana hapa tulikulishana. You said the fathers did the gospel of the Holy Book, right? Right? Give him the mic. yes, the Papa. Give him. Right? Let me hear or not. Because there is something to me. When you are discussing issues of education, you don't say yes, so the matter is in court. But I'm just saying what you said. So what I need to say is this. It's not long. You won't allow me to explain myself after you explain myself. You know, I want to say a point there before we proceed. Now, when you have to do yes or no, you need to tell me to explain something. You allow me to explain, but you don't explain. If you have learned something new, you allow me to explain. If you learn something, you also explain. Yeah, for education. Now listen. You know, according to the history that we just read now, it's proven that the gospels are very different. They don't differ. Which means they are not a true revelation from the Almighty God, because a true revelation of God cannot differ itself. Now, my very simple question is this. You said you don't believe in Christianity, but you don't believe in truth. And I did tell you that according to theologians and history, it's proven that Paul is the founder. As you said, when you put the Acts of Apostles chapter 11 by St. Luke, it's proven that Paul is a true founder of Christianity.
the same founder of Trinity. Now I did ask you a simple question. How can you say that you do take fish, but the concept is true? Because Paul is the founder of this people. Then how do you associate with yourself with the one and be associated with the other? Please find me, talk to me, and ask. Now listen. According to Pauline book, none of the books in the Bible proves that Paul is the founder of Christianity. But I have the book of wisdom there. None of the books of the Bible. Acts of Apostles says, Acts of Apostles, which is just read in it is right, it is said, my friends, Christians are first called, one of them are first called Christians as Antioch, not parents. Walimwengu litumia kwa Korinto wa kwanza 14 No, when you come here, you are not going to prepare. That's what happens. Because you have to prove your work. If you say this, you don't prove, you jump to another one, you don't prove, I don't jump. Then answer my questions. My questions are very simple, which you have to say yes or no, yes or no, yes or no. But then no simple answer. That is good. But when you came here very well knowing that you are going to debate. And when you come to a debate, you automatically know what you're going to say. Debate does not give you room for yes or no. Okay. Mtoleyo. Nasema, Wakorintho wa kwanza 4:14, siandiki haya ili kuwatayarisha, bali kuwaonya kama watoto ni wapendao. 15, kwa kuwa ijapokuwa mna walifu 10,000 katika Kristo, lakini hamna baba wengi. Maana mimi ndimi niliyowazaa katika Kristo Yesu kwa njia ya Injili. My friend, Paul says that he is the one who gave birth to them, meaning he is the one who gave birth to Christianity. Now Paul is talking to the Corinthians. The Corinthians who are part of Christianity. Listen. Like you. Allow me to tell you this. But listen. Just a second, please. When you talk, please. When I ask you a question, answer. Number 2, when you talk, please provide evidence. Prove what you are saying, not just saying. I want to ask you this. When first of all Muslims came in, in this time Father they are not Muslims. Then somebody must have come for the first time. And he must have been seated Islam. So nobody can call his children. So let's come to the Corinthians. My friend, please, before you proceed, you can't give an example like that because Islam was not here before. Somebody came here and initiated the people. But he is not the founder. He is not the founder of the But according to Acts of Apostles chapter 11 verse 26, Paul is the founder. If you say it's not a founder, provide me any evidence saying that there was Christianity during the era of Jesus Christ. Can somebody tell us the 11:26? That's of the Apostle. There is something you want to bring them. Paul is not the founder of Christianity. Okay, no problem. No problem. But start from chapter 5, verse 25. Then you get the 2 point what I'm saying. Yeah, maneno nitakana tumalize. Wakorintho nini Matendo ya Mitume 11:26. Hata 25. Ndio. Iko wazi, kitabu iko wazi. Ikisema kwa hii Biblia nalema ya Biblia inaitwa ni Matendo ya Mitume. Ili primato. Hapo sisi tunaona hii inatoka Yerusalemu direct. Kuna Biblia hapa. Tanzania mjai ona tangu mzaliwa. Na Yahudi ndio wanatumia haya.
Inasema 26 na 25 au 25 nasema. Inasema mwalimu wangu akatoka kwenda kisha akatoka kaenda Tarso kumtafuta Sauli. Ndio hata nilipokwisha kumuona akamleta Antiokia. Ikawa kwa muda wa mwaka mzima wakakusanyika pamoja na kanisa na wafuasi waliitwa kuwafundisha watu wengi na wanafunzi waliitwa kwanza Wakristo kwanza hapo Antiokia. Enda kwa maelezo yake kwa mwalimu. Wakristo maana yake ni wafuasi wa Kristo. Hilo ni jina la kupangwa. Walilolipanga wapagani Antiokia walilotumia wapagani wa Antiokia. My friend, hili neno ni la kupanga mwalimu. Kwanza hili wa kizungu, neno la kizungu. My friend, as you said in the Trinity, it's an ideology of paganism. The same way, the author of the Bible says that the founder of Christianity is Paul, and Christians are trained to be followers of Christians. This is a name or a word which was used by the pagans. So, if you say you don't follow Trinity because it's a paganism or an ideology, how do you follow their ideology in another way by being a Christian? When we found them, we brought them back to Antioch. Both of them stayed there in the church for a few years, teaching large crowds of people. It was at Antioch that believers were first called. It doesn't change anything. The word first is still here. Okay? Were first called Christians. Then if there is no meaning of them, there's nothing else to Paul started Christianity. Very true to me, another founder of Christianity anywhere from the Bible. Prove to me that Christianity, truly that Paul is not a founder, he was just a follower of Christianity. And the proof is this one. You have the Bible, you have the mic. Can we now read from after the Proverbs 22, verse 14? You have the Bible there, after the Proverbs 26? I'm listening. I'm ready to if you provide that verse from now henceforth, I'm going to be a preacher like you. Now, that's a promise. I will understand you. Yeah. So long as you provide a verse, and if you don't, be ready to be a Muslim. Alright, so you accept that thing. If you don't provide, you're the Muslim. You have that thing. Listen fast. Allah knows about these things. That's God speaking. I speak on you, for I am sure these events are all familiar to you, although you are not done in a corner. In Agrippa, do you believe the prophets? I know you do. That's false speaking. Then he said, in Agrippa, that's what you. Agrippa interrupted him. Do you think you can persuade me to become a Christian so quickly? That will mean there was already Christianity. From the whole million. There is a point here before it proceeds. And I think we have 10 minutes to conclude this because we are almost late and we are beyond the time that we are due today when we went for the party. First of all, I'm accused of stealing, theft and violence. I'm in court. The one who is accused in court
And now, the prosecutor is there, the judge is there, and the other people who think or believe that I'm a true victim, I'm a true culprit of the same mess. How can I use my own evidence when I was all alone doing whatever I did? How can I use my own evidence to prove my innocence? Even in court, you can tell you, no one can put you in court. No one. Now, listen, my court, what the God wants is your own one. Now, you have nothing in court. Let me make it clear. What I mean is this. According to the scripture that we read here, the scripture, not from outside the Bible. In fact, you are the one who provided that verse. Now the author, we translated the verse by saying that the followers of Paul were called Christians first at Antioch, followers of Christ. My friend, the joy I will write written followers of Christ. If you have it for me now. Not followers of Paul. They were called Christians. And now the author of the Bible says that Christians are followers of Christ. This name or word was used by pagans. Pagans are the ones who call people Christians. Not God, not Jesus, not any prophet. If you have anybody else, prove. You can't use the word of Paul because he's the one who is accused of starting this religion. So you can't use his word. Use the word from somebody else. You have an entire gospel in view there, from Genesis to Revelation. Those are many chapters. There's something you are missing here, my dear. Please help me get it. What you are missing is very clear. Let me read it. When you found him, I'm moving. The first thing about you are reading. Yeah? Because you want to interchange something here. When you found him, he brought him back to Antioch. Both of them stayed there in the church for a full year. Teaching large crowds of people. There is a bracket here, he says, it was at Antioch that the believer, not Paul, but the believer was first called Christian. Believers of who? Of Christ. Of who? Of Christ. Where are they with Christ? Provide any verse showing that these believers who are taught by Paul, one full year, were followers of Christ. Or were there during the time of Christ. Provide a verse. Now, can you read John 17 verse 1 to 3? Verse what? To 3. Maneno haya Yesu aliyasema akaangalia juu. Endelea, wacha nisije tutesao wakasema ambaye kichwani ashaishia wewe. I think our 10 minutes are about to elapse, so we will just end. Then tomorrow, come here as early as you can. Yeah. Historia imekufa. Inasema maneno haya inasema Yesu akainua macho yake kuelekea mbinguni. Na kwamba hiyo basi namba kusaidia. Akasema Baba imekwisha. Baba saa imekwisha fika. Tukuze mwana wako naye akutukuze wewe. Ndio kama vile ulivyonipa mamlaka juu ya wote wewe mwili, ndio ili kwamba wote ulionipa awape uzima wa milele. Endelea. Na uzima wa milele ndio huo wakujua wewe Mungu wa pekee na wa kweli. Na nani? Na Yesu Kristo uliyemtuma. Uliyemtuma mwalimu. Anasema sasa haikusoma. Hapa sasa kuna point. Pia tunaangalia tarehe. Tukatana na pamiti yetu ya kumaliza mkutano saa 12:08. Unasikia? Na tumeshaenda nadhani saa 1 imeshafika. Kwa hivyo tusikilize
pamoja. Nimetoka mitindo nasema saa 12:30. Kwa ufupi, Kwa hivyo tumepita niko tayari kwa mjadala na wewe masaa yote ninataka, kwa sababu kama ni historia iko hapa mzee. Mimi nimesoma historia ya madhehebu. mwalimu. Nadhani naomba kidogo nimeeleza pamoja. Kwa hivyo kwenye nakupatia sorry, I have forgotten that you came from overseas. I'm giving you premiere. This one is not a debating time. Just 3 minutes I'm giving you. If you say a word that you have, in fact not 3 minutes, 2 minutes, then you are kind of there and you have 2 minutes. Then from there, any one of you, among between you, will pray, then we will close because the time is over. Then tomorrow, somewhere as early as 2 times, then we will close. After that, my fellow here is the one who's going to conclude here. Thank you very much for the discussion. You must stand here so that people may know who was talking, because they're just listening to your voice and not knowing who is speaking. I'm very grateful for the opportunity you have had today. It's a very good to talk. It's a discussion for education purposes. My plea is on my risk of faith. Our brothers are Muslims. My plea is on my risk of faith. When we are in a discussion, when it is a healthy one, it is a very good book. When it is a communicative, it doesn't give any question. So when we come here tomorrow, let us have if it is a debate or muadara, we should have a moderator. If one person can be a moderator there at the same time is asking questions. So we should have a chairman to both Christians and then our brothers and Muslims. At the same time, we should have a moderator. Who will be conducting it, because without moderation, anybody can go wrong. Otherwise, welcome. Give your friends. Basi na mimi nishukuru kwa sababu mbali huu ni Mungu ametuleta. Hatungeweza nguvu zetu, tena nizidi kuwashukuru kwa kipindi hiki ambacho mmetuleta kama Waislamu ili kuzidi kujua Mungu zaidi. Najua kila ambacho tunapigania ni ufalme wa mbinguni, si ufalme wa hapa duniani. Ina maana kama tunapigania ukweli, na kama ni kweli huo tunataka tujue, tuzidi kuelimisha na tuzidi kuja hapa kuelimisha. Si lazima ukuje hapa. Najua watu wanadhani kwamba kukuja hapa wanachangia sana, kwa wale ambao mnapata mashabiki wa kusikiza na kusikia ukweli, kwa sababu ukweli huo alibaki kwetu, inaenda kwa watu. Sasa ningependa kushukuru bila shaka, naona muda wangu umeona na mbona mbali, na shukuru. Mtu mwalimu wangu, asante sana. Najua mzee ndi bali kwa hivyo mzee kipindi cha muda moja pamoja sana mwalimu. Mimi nitafunga mkutano na Timotheo wa kwanza 4:1. Kwa sababu amefurahi sana Timotheo wa kwanza 4:1. Inasema basi Roho anena waziwazi ya kwamba, yani Roho yanena waziwazi ya kwamba wakati wa mwisho wengine watajitenga na imani. Yani wakati wa mwisho watu wengine watajitenga na imani ya ukweli, wakisikiliza roho za uongo, wakisikiza roho za watu waongo na mafundisho ya mashetani, mafundisho ya shetani. Kwa hivyo kupata watu waangalie, kwa sababu kuna watu ambao wanafundisha watu mafundisho ya uongo, na wanafundisha watu kupitia yale alionenwa na shetani, na haya maneno yamepatikana kwamba roho ya maneno wazi. Zama za mwisho ambao ni zama zetu hizi, watu wengine watapokelezea wakifundisha watu maneno ya uongo. Na ndio hii sababu tumekuja katika uwanja huu ili kusoma vitabu vya Mwenyezi Mungu, tujue kwamba ukweli iko wapi. Maelezo yanasema mwalimu wangu, maelezo yake katika siku za mwisho, watu watamwasi Kristo, watu watamwasi Yesu na dini yake. Yesu alikuwa na dini yake, na ndio hiyo imeleta utata. Huyu mwalimu amesema Yesu alikuwa Myahudi. Wakimuuliza
mpaka niwe na dini, ndio sababu niko Muislamu. Kwa hivyo Yesu alikuwa na dini yake na watu watakuja kumwazi, na ndio mnaona maneno haya. Kwa hivyo tulia mwalimu. Kwa hivyo mimi ningependa walimu wetu hapa tumekuja kufundisha watu maneno ya Mwenyezi Mungu. Tuachane na maneno ya historia. Historia ni maneno ya paokwa pakawa, hiyo tuachane nayo. Ukitoa niko toa kwa Biblia, toa kwa Qur'ani, kwa sababu sisi hatujakuja kufanya mambo ya kitheolojia hapa. Hapa tumekuja kufanya masuala ya imani, masuala ya dini. Ikiwa mtu ako katika njia ya potovu, harudi katika njia ya kweli. Kwa hivyo tutakuwa tunafikia hapo. Mwanachanganya kesho naomba wewe mwenyewe atuambie naona tumsijadili na kama mikrofoni sana. Tujadili kongamano sahihi la ibada. Kwa sababu gani mwalimu wangu? Leo imekuwa siku ya Ijumaa. Tunamaanisha siku sahihi ya ibada. Siku sahihi ya ibada. Kwa sababu gani? Tuko na masiku matatu. Ambayo haya masiku matatu watu unamia ya kwamba haya masiku matatu ndio kuna siku sahihi ya ibada. Kwa hivyo kesho tunajadili siku sahihi. Kongamano sahihi ya ibada ni ipi? Ni Ijumaa, ni Jumamosi au ni Jumapili? Na kitabu kiliwaseme kwa Jumapili waje, kwa Jumamosi waje, kwa Ijumaa waje, kwa Ijumaa waje. Ili tupate ni siku gani sahihi ambao Mwenyezi Mungu anaitambua kwa kauli yake ya kwamba ni siku sahihi ya ibada. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na ndio kama hiyo, kama vile tunapotaka kumaliza